Silver Striker itafanya mazoezi yake ya mwisho leo Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kamili jioni. Ni muda ambao waandishi mtapata dakika 15 za kwanza kuweza kukava hiyo story. Tangazo la pili ni kuhusu siku ya mchezo kwa maana ya kesho pale Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vikao ambavyo tumefanya na wenzetu wa ulinzi na usalama, lakini pia wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tumekubaliana mambo yafuatayo. Kwa kuwa mchezo wa kesho hakuna kiingilio, mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Kwa hiyo mageti yanawahi kufunguliwa na yatafungwa saa 8:30 mchana ni kuhakikisha watu wawahi mapema, tuepuke msongamano wakati wa kuingia, na pia tuepuke msongamano wa njia wakati timu zikiwa zinakuja uwanja wa Benjamin Mkapa. Hilo ni jambo muhimu nikasema ni wajuze, na ni vyema wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla wajue kesho wanatakiwa kuwahi Benjamin Mkapa mapema, na saa 8:30 mageti yatakuwa yamefungwa kwa sababu tunaamini muda huo tayari uwanja utakuwa umeshajaa. Lakini ndani, ili watu wasiboreke, kutakuwa na burudani mbalimbali. Tutakuwa na listi ya DJs ambao watakuwa watuburudisha kutusogeza paka muda wa saa 9:30 ambako taratibu za mchezo zitakuwa zinaanza sasa kuelekea saa 11 kwenye mchezo wenyewe. Nje ukifika asubuhi tumefungua mageti mengi ipasavyo, lakini kutakuwepo na magari maeneo ya karibu na kuingia uwanjani. Haya magari tutakwenda kuyapiga picha na asubuhi tutakwenda kuonyesha maeneo ambayo tumeyaweka. Kwa mujibu wa taratibu za pale sasa hivi ukifika unatakiwa upite kwenye lile gari, kutakuwa kuna watu wasiopungua 5 ndani ya gari ambao utapita, watakukabidhi tiketi yako, utakwenda moja kwa moja mlangoni. Hakuna room ya kuchukua ticket alafu kwenda kunywa maji au juisi nje. Ukichukua ticket unadumbukia kwenye foleni, unaingia moja kwa moja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Niombe sana Tanzania ambao tunakuja kesho kumshana kuhusu ustaarabu, kumshana kuhusu ungwana, kuanzia tunapotoka majumbani, tunapofika uwanjani, kufuata maelekezo yote ambayo tolewa na wenzetu wa ulinzi na usalama, na tukiingia pia ndani twende kwa lengo la kushangilia mpira. Tusiende kwa malengo ya vurugu, tusiende kwa malengo ya kutaka kuleta hali ambayo hairuhusiwi kwenye mechi hizi za kimashindano ya CAF, lakini pia sio hali za kiungwana kwenye viwanja vya mpira wa miguu. Kwa haya machache, kuna maswali? Kuna maswali kwa upande wa huku Yanga? Hapo. Karibu. Umesema watu waende kwa lengo la ustaarabu. Tunafahamu mashabiki wengi wa milengo tofauti wanaweza kaenda kesho, ambao wanaweza sio mashabiki labda wa Yanga. Sasa unatoa tahadhari gani? Kwa sababu wapo labda wengine wanaweza kuchafua labda na yeye kusema kuzamilia kufanya vitu fulani, kwa sababu sio wapo mashabiki labda watu. Kufanya vitendo visivyokuwa vya ungwana uwanjani havibebi taswira ya timu yoyote duniani. Vinabeba taswira ya mashabiki wahuni ambao sio wastaarabu. Na sisi Yanga ukiangalia kwenye michezo yetu yote ambayo tumecheza katika misimu hii ya hivi karibuni, hakuna kitendo cha vurugu uwanjani. Na katika mechi hizo mashabiki wa timu nyingine pia huwa wanaruhusiwa kuingia kwenye mechi zetu. Sisi hatujawahi kumpiga shabiki na hatutampiga shabiki ambaye sio wa Yanga ambaye amekuja kuangalia mpira. Hata Silver Strikers wana mashabiki wao. Kuna Wamalai wanaishi hapa Tanzania, watakuja kuiunga mkono timu yao. Hao pia wanatakiwa wawe wastaarabu. Tuje pale, tufurahie mchezo, na mwisho wa siku atakayekiwa bora atapata matokeo mazuri, tunakwenda nyumbani tukiwa salama. Mpira tunakwenda kushindana kwa dakika 90. Zikiisha dakika 90, kila mmoja anatakiwa akumbuke usalama wa mwenzake, turudi majumbani tukiwa salama. Swali la pili, hakuna. Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja. Niwatakie pia majukumu mema. Vitambulisho vyenu vitatolewa kesho saa 2 asubuhi hapa makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam. Asanteni sana.
Maandalizi kwa upande wetu sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tunatambua umuhimu wa mchezo huu ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho. Kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika hatua ya group stage. Maswali kwa Dickson Job. Karibu. Naitwa Sostenes kutoka Kenya. Shauku kubwa ya wanayanga ni kuona mafunzo kwenye hatua ya makundi. Hata hivi karibuni tunashuhudia Young Africans ikitambuliwa mchezo wa ligi kwenye zile za awali. Mchezo wa kwanza mlipoteza 1-0. Watu wengi wanasubiri kesho. Unawaambia nini kama wachezaji? Shauku yao kufuzu kwenye ligi ya mabingwa, bali anafanya kazi kubwa kuhamasisha waje mwanachama. Nyinyi kama wachezaji unawaambia nini watakaofika uwanjani kesho? Kwanza kwa upande sisi kama wachezaji ni kwenda kupambana kwa jasho na damu kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Lakini kikubwa hii sio ya kwetu peke yetu. Na sisi tungependa kurudi kwao mashabiki zetu siku ya kesho, leo walale wakiwaza kwamba kesho tuna jambo muhimu ambalo tunabidi kwenda kulifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Waje wajitokeze kwa wingi, waje kutupa support na sisi kama wachezaji wao tunawahakikishia na tunakwenda kupambana kupata matokeo kwenye mchezo huo. Asante captain. Swali. Yusuf Wanda, Mara TV. Captain, hii hadi kama inajirudia. Msimu uliopita hatua ya makundi mlihitaji goli moja kushinda kwenda hatua inayofuata. Lakini mkashindwa kufanya hivyo mbele ya mashabiki wa Yanga Afrika. Mechi kesho mnahitaji zaidi ya goli 2 au tofauti ya magoli mawili. Mmejipanga vipi kwenda kwenye mechi kama hii? Kikubwa tumejipanga vizuri na inategemea na mchezo husika. Mchezo ule ulikuwa na plani yake ambayo ilifeli, lakini mchezo huu tunakwenda na plani nyingine. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni kwenda kuyatekeleza yale ambayo mwalimu ameweza kutupa kuweza kufanya vyema kwenye huo mchezo. Swali lingine kwa captain? Ni kipi tutegemee cha tofauti uwanjani kuna kile ambacho ikiona mara ni wachezaji kupambana kwa asilimia zote kuweza kupata matokeo kwenye mchezo. Wachezaji kupambana kwa asilimia zote. Swali la mwisho kwa captain. Swali la mwisho kama ni karibu. Cosma Constantino kutoka Brigade TV. Pengine wewe kama captain lakini pia kama mlinzi unaenda kuhakikisha vipi katika mchezo wa kesho na kuhakikisha kwamba hauruhusu goli lolote na nafahamu unaenda kuruhusu goli unaelekea kwa sababu kikubwa ni kufanya vizuri na kuwa na maelewano. Unajua jambo la kwanza katika mchezo wote ili upate ushindi ni sisi kuweza kuzuia vizuri katika nafasi yetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa nafasi hiyo tumejiandaa vizuri na tumejipanga vizuri kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo ili kuweza kujihakikishia matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Asante sana captain. Thank you very much coach and wish you all the best. Thank you. Wenzangu waandishi wa habari, kabla tujaondoka, nina matangazo mawili ya kuwapatia. Tangazo la kwanza, it's not a game, it's a rich